Sadakta, hujambo popote ulipo, karibu tena sana katika makala mengine. Makala ni ya Dunia Wiki Hii, makala ambayo yanaangazia taarifa za kimataifa kutoka kila pembe kote ulimwenguni. Kumbuka ni kwa ushirikiano mkubwa sana wa shirika la utangazaji nchini KBC na shirika la Xinhua kutoka China. Katika makala ya juma hili, Myanmar yatangaza maombolezi ya kitaifa kwa juma moja kufuatia tetemeko kubwa la ardhi lililosababisha vifo vya zaidi ya watu 2,800, wengine zaidi ya 4,600 wakijeruhiwa na wengine zaidi ya 370 wakitoweka. Kadhalika, jeshi la Sudan latangaza kwamba limekomboa jiji la Khartoum. Na sikukuu ya Eid al-Fitr ya sherehekewa kote ulimwenguni. Ni baadhi tu ya taarifa ambazo nimekuandalia. Twende sawa hadi tamati mwa kipindi Dunia Wiki Hii kwa hizi na taarifa lukuki kutoka rubaa za kimataifa. Karibu. Mimi ni Isaac Lemoka. Mwenyekiti wa baraza la utawala la Myanmar ambaye ni Jenerali Mkuu Min Aung Hlaing alitangaza maombolezi ya kitaifa ya Jumaa moja kufuatia tetemeko la ardhi la kipimo cha 7.9 kilichokumba nchi hiyo tarehe 28 mwezi uliopita. Hlaing alisema kuwa kutokana na uharibifu na vifo vilivyosababishwa na tetemeko hilo la ardhi, ametenga kipindi cha maombolezi ya kitaifa kuanzia tarehe 31 mwezi Machi hadi tarehe 6 mwezi Aprili, ambapo bendera ya taifa itapeperushwa nusu mlingoti. Shehena ya kwanza ya vifaa vya msaada vilivyotolewa na serikali ya China viliwasili nchini Myanmar. Waokoaji kutoka China wanaohudumu kwenye maeneo yaliyoathirika kutokana na tetemeko la ardhi nchini Myanmar walijitahidi kunusuru watu zaidi, hasa jijini Mandalay lililoathirika zaidi. Waokoaji hao walitathmini hali katika hoteli moja ambayo majengo yake yaliathirika vibaya kutokana na mitetemeko ya ardhi, ambapo mamia walikwama. Na jimbo la mpakani la Yunnan kusini magharibi mwa China liliwasilisha misaada ya mahema, blanketi, mavazi, dawa na vyakula kwa waathiriwa wa mkasa huo. Kwingineko, India ilipeleka jopo la hudumu wa afya nchini Myanmar, kwa mujibu wa taarifa ya Wizara ya Ulinzi. Alisema jeshi la India lilianzisha kituo cha matibabu chenye vitanda 60 kuwahudumia majeruhi wanaohitaji upasuaji wa dharura na huduma muhimu za kimatibabu ili kusaidia mfumo wa afya nchini humo ulioathirika vibaya kutokana na janga hilo. Na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alisema kuwa umoja huo unakusanya msaada unaohitajika kwa waathiriwa katika nchi za kusini mashariki mwa bara Asia kufuatia tetemeko hilo la ardhi lilikokumba katikati mwa Myanmar, huku akipeleka rambirambi zake kwa serikali na watu walioathirika. Zaidi ya watu 690 waliaga dunia, wengine 1670 na baadhi kutoweka. Na waziri wa mashauri ya nchi za kigeni wa Misri Badr Abdelati na waziri mkuu wa Qatar aliyepia waziri wa mashauri ya nchi za kigeni Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani waliwasiliana kwa njia ya simu, ambapo walijadili juhudi za kurejesha na kutekeleza mkataba wa kusitisha vita huko Gaza. Taarifa iliyochapishwa na Wizara ya Mashauri ya Nchi za Kigeni ya Misri, pande hizo mbili zilibadilishana maoni kuhusu kufanikisha juhudi za kuijenga upya Gaza ili kuhakikisha Wapalestina wanapewa makazi kwenye ardhi yao. Walikubaliana kuendelea kushirikisha juhudi za kukomesha na kuzuia kuenea kwa taharuki kwenye kanda hiyo. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, iliendelea kusema kuwa pande hizo mbili pia zilikariri umuhimu wa ushirikiano ili kuwafikia suluhu kwa mzozo wa kisiasa utakaohakikisha uthabiti wa kanda hiyo kwa kuanzisha taifa la Kipalestina kama suluhu ya mwisho kwa mzozo huo. Mkataba wa kusitisha vita huko Gaza baina ya Israeli na kundi la Hamas ulianza kutekelezwa kwa awamu tarehe 19 mwezi Januari baada ya mashambulizi ya Israeli yaliyodumu kwa miezi 15 huko Gaza. Awamu ya kwanza ilihusisha kuachiliwa kwa mateka 33 na takriban wa Palestina 2,000 waliokuwa wamezuiliwa kwenye magereza ya Israeli. Mateka wote waliosalia walio hai wanatarajiwa kuachiliwa kwenye awamu ya pili ili nazo pande hizo mbili ziafikie mkataba wa kudumu wa kusitisha vita
huku wafungwa zaidi wa Kipalestina wakiachiliwa. Hata hivyo, Israeli ilikataa kutekeleza awamu ya pili na kurejelea mashambulizi ya angani na nchi kavu dhidi ya Gaza. Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu alisema kuwa Israeli ilianzisha upya mashambulizi ya kijeshi, kwani kundi la Hamas lilikataa mapendekezo ya kuongeza muda wa utekelezaji awamu ya kwanza ya mkataba wa kusitisha vita. Nikiripotia Dunia Wiki Hii, jina langu ni Rick Ogola. Sudan. Abdel Fattah al-Burhan ambaye ni mwenyekiti wa baraza kuu la mpito nchini Sudan na pia kamanda wa vikosi vya ulinzi alitangaza kutoka kwenye ikulu ya rais jijini Khartoum kwamba jiji hilo ni huru, akirejelea kukomeshwa kwa udhibiti wa kundi la waasi la Rapid Support Forces dhidi ya jiji hilo kuu, kwa mujibu wa kituo cha runinga cha Sudan. Al-Burhan aliwapongeza wanajeshi wa nchi hiyo waliokabiliana vikali na vikosi vya RSF na kuwafurusha na kukomboa taasisi kuu za kiserikali. Kanda za video zilizopeperushwa kwenye kituo cha runinga cha Sudan zilimuonyesha Al-Burhan akiwa kwenye ikulu ya rais ikizingirwa na maafisa na wanajeshi wa kitengo kilichopewa jukumu la kulinda ikulu. Kulingana na taarifa ya kitengo cha mawasiliano cha baraza hilo, Al-Burhan aliwasili jijini Khartoum kwa helikopta na kutua kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Khartoum, hiyo ikiwa ndege ya kwanza kutua kwenye uwanja huo tangu mzozo huo ulipozuka mwezi Aprili mwaka 2023. Baadaye alikagua vitengo vya kijeshi vinavyolinda uwanja huo kabla ya kuelekea kwenye ikulu ya rais. Jeshi la nchi hiyo awali lilikuwa limetangaza kwamba limekomboa uwanja huo wa ndege uliokuwa ukidhibitiwa na kundi la RSF tangu katikati ya mwezi Aprili mwaka 2023, pamoja na ngome kuu ya mwisho ya vikosi hivyo vya waasi katika jiji kuu katika kambi ya Taiba jijini Jabal Aulia. Tangu mapema mwaka uliopita, jeshi hilo limepata ufanisi mkubwa katika kukomboa sehemu mbalimbali, hasa huko Omdurman kaskazini mwa Khartoum. Lilikomboa Omdurman na kupata mamlaka zaidi. Operesheni kubwa ya kijeshi iliyotekelezwa mwishoni mwa mwezi Septemba mwaka uliopita kwa usaidizi wa mashambulizi ya angani liliwezesha jeshi hilo kukomboa sehemu za katikati mwa Khartoum na Bari Magharibi. Mbali na jiji kuu, jeshi hilo lilikomboa sehemu kubwa ya jimbo la Sinar mapema mwezi Oktoba mwaka uliopita na kukomboa Wad Madani ambalo ni jiji kuu la jimbo la Gezira tarehe 11 mwezi Januari. Hata hivyo, miji kadhaa midogo bado inadhibitiwa na kundi la RSF. Jeshi hilo lilikomboa ikulu ya rais na makao makuu muhimu ya serikali katikati mwa Khartoum, mojawapo ya ngome kuu za kundi la RSF katika jiji kuu. Sudan imekumbwa na mzozo mbaya baina ya jeshi na kundi la RSF tangu katikati ya mwezi Aprili mwaka 2023 uliosababisha vifo vya zaidi ya watu 29,680 kwa mujibu wa shirika la takwimu kuhusu mizozo lililonukuliwa na Umoja wa Mataifa. Zaidi ya watu milioni 15 wamepoteza makazi ndani ya nje ya Sudan kwa mujibu wa makadirio ya shirika la kimataifa kuhusu uhamiaji. Mtazamaji, Waislamu kote duniani walisherehekea sikukuu ya Eidul Fitri iliyoadhimishwa kukamilika kwa mwezi mtukufu wa Kiislamu wa Ramadhan na mwanzo wa mwaka mpya katika kalenda ya Kiislamu. Maelfu ya watu jijini Dhaka nchini Bangladesh walisherehekea Eidul Fitr kwa msafara baada ya maombi ya Eid, ambapo walicheza ala za muziki za kijadi na kuandaa maonyesho ya vikaragosi. Mamilioni ya watu walisafiri kwenye miji yao, huku misongamano ya magari ikishuhudiwa barabarani na maelfu ya wasafiri kukusanyika kwenye vituo vya treni na feri. Na kwa raia wa Morocco, sikukuu ya Eid ni fursa ya kufurahia uzuri wa mavazi ya kitamaduni kama njia ya kutambulisha nchi hiyo. Na maelfu ya waumini walikusanyika kwenye misikiti na viwanja katika jiji kuu la India, Delhi, kwa sikukuu hiyo, huku watu wakinunua bidhaa mbalimbali na kuwasaidia wasiojiweza katika jamii.
Na maelfu ya Wapalestina walikusanyika kwenye uwanja wa msikiti wa Al-Aqsa katika jiji la kale la Jerusalem kusherehekea Eid al-Fitr, ambapo waumini walitoka kote jijini Jerusalem na ukingo wa magharibi mwa mto Jordan kushiriki kwenye maombi ya asubuhi, huku usalama ukiimarishwa. Na maelfu ya watu walikusanyika kwenye uwanja mmoja jijini Doha, Qatar, kwa sherehe hizo zilizojumuisha michezo, mashindano, misafara na kutoa zawadi. Na kwa mwaka wa pili mfululizo hakukuwa na furaha ya Eid al-Fitr katika ukanda wa Gaza, huku maelfu ya familia zikisalia kwenye mahema baada ya kupoteza makazi na wapendwa wao, nazo barabara zikisalia mahame. Na huku mashambulizi ya angani yanayotekelezwa na Marekani yakiendelea kote nchini Yemen, likiwemo jiji kuu Sanaa, hafla ya kutoa misaada kwa raia jijini humo yaandaliwa, huku maelfu ya watoto kutoka familia maskini wakipewa mavazi. Na raia wa Afghanistan walikosa furaha ya Eid, huku wakikabiliwa na changamoto kubwa za kiuchumi kutokana na kupungua kwa misaada ya kibinadamu na vikwazo vinavyoendelea vya Marekani. Tom Madhenji, Dunia Wiki Hii. Huko Italia, kiwango cha uzazi nchini Italia kilipungua kufikia cha chini zaidi kuwahi kunakiliwa mwaka 2024 kwa mujibu wa taasisi kuu kuhusu takwimu nchini humo. Jione. Kulingana na taasisi ya kitaifa ya takwimu nchini humo, takriban watoto 1370 walizaliwa nchini humo mwaka uliopita, ambapo kiwango hicho kilipungua kwa 2.6 kutoka mwaka uliotangulia. Kiwango cha vifo pia kilipungua kwa 3.1 mwaka uliopita, kikiwa vifo 1651. Hii ni kumaanisha kwamba kulikuwa na vifo 1281 zaidi kuliko watoto waliozaliwa nchini humo mwaka uliopita, na hivyo kufanya umri wastani wa kuishi nchini humo kwa miaka 83.4, ukiwa miongoni mwa ule wa juu zaidi duniani, hili likiwa ongezeko la takriban miezi 5 ikilinganishwa na mwaka 2023 kwa mujibu wa taasisi hiyo. Kiwango wastani kilikuwa watoto 6 waliozaliwa, huku watu 11 wakiaga dunia kwa kila watu 1000 kwa mujibu wa takwimu za taasisi hiyo. Takwimu hizo zilionyesha kwamba kiwango cha uzazi nchini humo mwaka uliopita kilipungua hadi watoto 1.18 kwa kila mwanamke, kikiwa chini ya 2.1 inayohitajika kuhakikisha kuna idadi ya kutosha watu. Taasisi hiyo ilisema kuwa kupungua kwa idadi ya watu pamoja na idadi ya wale wanaoishi peke yao kumepunguza idadi ya watu katika familia nchini humo kufikia watu 2.2, ikipungua kutoka 2.6 miongo miwili iliyopita. Kulikuwa na zaidi ya raia milioni 5.31 wa kigeni nchini humo mwaka uliopita kwa mujibu wa taasisi hiyo. Kazi cha Namasha, Dunia Wiki Hii. Turejea barani Afrika. Nchini Kenya, Rais William Ruto wa Kenya alizindua mpango utakaoimarisha maisha ya zaidi ya wakimbizi na watu 830,000 wanaotafuta hifadhi pamoja na wenyeji wao kwa kubadili kambi za wakimbizi humu nchini kuwa makazi ya pamoja, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na afisi ya rais. Mpango huo wa shirika ni mradi wa miaka mingi unaonuiwa kuhakikisha ujumuishaji wa kijamii na kiuchumi wa wakimbizi nchini. Rais Ruto alisema kuwa mpango huo ni suluhu ya Kenya inayobainisha wito wa Muungano wa Afrika wa kubuni suluhu za bara hili kwa changamoto zake na pia changamoto za kimataifa. Alisema kuwa mpango huo unabainisha mkakati wa serikali wa kuongoza marekebisho ya sera na mifumo ya udhibiti, ikiwemo sheria ya wakimbizi ya mwaka 2021, kupitishwa kwa mfumo kabambe wa kuwashughulikia wakimbizi, kujumuishwa kwa wakimbizi kwenye mipango ya ustawi wa kitaifa na kujumuishwa kwao katika elimu ya umma, huduma za matibabu na mifumo ya kifedha. Kenya, ambayo imedumisha sera ya wazi katika kutafuta hifadhi, inawahifadhi zaidi ya wakimbizi na watu 700,000 wanaotafuta hifadhi, hasa kutoka Somalia, Sudan Kusini, Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kutokana na mizozo inayoendelea katika kanda hii. Kulingana na shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu wakimbizi UNHCR, Kenya ina kambi 2 kubwa zaidi duniani za wakimbizi za Dadaab katika kaunti ya Garissa inayowahifadhi zaidi ya watu 420, na ile ya Kakuma katika kaunti ya Turkana inayowahifadhi zaidi ya watu 300,000. Chini ya mpango huo wa shirika, maeneo hayo yanayowahifadhi wakimbizi yatapandishwa hadhi kuwa manispaa ili kuimarisha fursa za kiuchumi, elimu, afya na huduma muhimu kwa wakimbizi na jamii za maeneo hayo.
Kamishna mkuu kuhusu wakimbizi katika Umoja wa Mataifa Filippo Grandi aliipongeza Kenya kwa kuhifadhi idadi kubwa ya wakimbizi na watu wanaotafuta hifadhi licha ya changamoto mbalimbali. Alisema kuwa mpango huo unahusisha kutafuta suluhu mbadala za kuwasaidia wakimbizi badala ya kutegemea misaada ya kibinadamu, na kwamba shirika la UNHCR litaisaidia serikali ya Kenya kutekeleza mpango huo. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alitangaza kwamba Israel iko tayari kabisa kushauriana kuhusu kukomesha mzozo huko Gaza iwapo tu kundi la Hamas litasalimisha silaha zake na kukomesha udhabiti wake kwenye ukanda huo. Akizungumza mwanzoni mwa mkutano wa kila juma wa baraza la mawaziri, Netanyahu alisema kuwa Israel iko tayari kujadili suluhu ya mwisho ambapo viongozi wa kundi la Hamas wataruhusiwa kuondoka na kwamba itahakikisha usalama kwenye ukanda wa Gaza na kuwezesha utekelezaji wa mpango wa Trump wa kuhama kwa hiari. Alisema kuwa shinikizo za kijeshi kwa kundi la Hamas zinapata ufanisi huku zikidhoofisha uwezo wa kijeshi na uongozi wa kundi hilo, huku zikibuni mazingira ya kuachiliwa kwa mateka wa Israel. Netanyahu alisema kuwa baraza la mawaziri kuhusu usalama liliamua kuzidisha shinikizo za kijeshi. Netanyahu pia alisema anaunga mkono hatua za jeshi la Marekani dhidi ya kundi la Houthi nchini Yemen. Kwingineko, mamilioni ya raia wa Misri waliandamana barabarani kudhihirisha umoja na Wapalestina, wakipinga juhudi zozote za kuondoa kwenye ardhi yao, kwa mjibu wa taarifa ya shirika la mawasiliano ya kiserikali nchini Misri. Taarifa hiyo ilisema kuwa waandamanaji hao waliobeba bendera za Kipalestina na Misri walikusanyika kwenye maeneo ya umma na misikitini kote nchini humo, wakishtumu operesheni ya kijeshi inayotekelezwa na Israel huko Gaza. Misri imekuwa ikipinga kuondolewa kwa Wapalestina huko Gaza na imeimarisha juhudi za kupinga pendekezo la Rais Donald Trump wa Marekani la kuhamisha wakazi wa Gaza hadi nchini Misri na Jordan. Kama sehemu ya suluhu, Misri ilipendekeza mpango mbadala wa kuijenga na kuiendeleza upya Gaza ulioidhinishwa kwenye kongamano dharura la mataifa ya Kiarabu jijini Cairo mapema mwezi uliopita. Nikiripotia Dunia Wiki Hii, mimi ni John Madanji. Na kwa taarifa hiyo basi dunia inakwenda kwenye mapumziko mafupi sana. Wewe usiende mbali, kwa sababu nikirejea bado ninazo taarifa zinazokuhusu kutoka Ruba za kimataifa. Hii ni KBC Channel 1 na kipindi hewani ni Dunia Wiki Hii. Unapokea taarifa za kimataifa kwa ushirikiano wa shirika la utangazaji nchini KBC na shirika la Xinhua kutoka China. Karibu katika awamu hii ya pili. Na benki ya uagizaji na uuzaji bidhaa nje barani Afrika na taasisi maalum ya ZEPRI ya taasisi ya COMESA zilianzisha ushirikiano katika kutoa bidhaa za bima ili kuimarisha biashara barani Afrika. Denis Denya, ambaye ni makamu wa rais wa benki hiyo, aliwaarifu wanahabari jijini Nairobi nchini Kenya kwamba bima hiyo itatoa bondi moja uchukuzi kwa wafanyabiashara wote kusafirisha bidhaa kote katika nchi za Kiafrika. Alisema kuwa hatua hiyo inaimarisha ubora wa mifumo ya uwasilishaji bidhaa barani humu, huku ikihakikisha kwamba maafisa forodhani wanapata mapato yao iwapo taratibu za kibiashara zitakiukwa. Alisema kuwa mpango huo utatekelezwa kwenye mipaka yote 110 na nchi 16 zisizo na bandari barani humu ili kuanzisha mfumo wa bara hilo wa kudhamini shughuli za kibiashara. Hope Murera, ambaye ni mkurugenzi mkuu na afisa mkuu wa ZEPRI, alisema kuwa mpango huo unaimarisha ubora wa biashara kwa kukomesha kucheleweshwa kutokana na masharti mengi ya kitaifa ya bondi kwa kutoa mfumo wazi wa forodhani. Murera alisema kuwa bima hiyo inatoa mfumo ulolainishwa na kufanikisha biashara kwa kutoa bondi za usafiri na hati za kuhakikisha usafiri salama wa bidhaa baina nchi za bara hili. Naye Veronica Mweni Nduva, ambaye ni katibu mkuu
wa Jumuiya ya Afrika Mashariki alisema kuwa bima hiyo ni hakikisho la kushughulikia mojawapo ya changamoto kuu barani humo ya ukosefu wa uwezo wa kutosha wa malipo ya bima ili kufanikisha biashara baina nchi za bara hili. Alisema kuwa kuanzishwa kwa bima hiyo kunaambatana na mpango wa utangamano katika kanda ya Afrika Mashariki unaonuiwa kuimarisha biashara baina nchi za kanda hii, kupunguza gharama za biashara na kuimarisha ukuaji wa kiuchumi kote katika bara hili. Millicent Kubai, Dunia Wiki Hii. Turejee Misri. Waziri wa mashauri ya nchi za kigeni wa Misri Badr Abdelati alishtumu mashambulizi ya angani yaliyotekelezwa na Israel katika jiji kuu la Lebanon, Beirut. Kwenye mawasiliano ya simu na waziri mkuu wa Lebanon Nawaf Salam, Abdelati alikariri kwamba Misri inapinga vitendo vyovyote vitakavyotatiza usalama na uthabiti wa raia wa Lebanon, kwa mujibu wa taarifa ya Wizara ya Mashauri ya Nchi za Kigeni ya Misri. Abdelati pia alikariri haja ya kutekeleza kikamilifu na kuzingatia mkataba wa kusitisha uhasama kusini mwa Lebanon na kuondoka mara moja kwa vikosi vya Israeli kutoka kusini mwa Lebanon, kwa mujibu wa taarifa hiyo. Kadhalika alitoa wito wa kuwezeshwa kwa jeshi la Lebanon kutekeleza rasimu nambari 1701 ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, akikariri umuhimu wa kutekeleza kikamilifu na kwa pamoja rasimu hiyo na pande zote. Abdelati alielezea wasiwasi wa Misri kuhusiana na kukithiri kwa taharuki nchini Lebanon, akionya kwamba huenda makabiliano makali yakazuka kwenye kanda hiyo na kutishia usalama. Alisema kuwa Misri inashauriana na pande husika kwenye kanda hiyo na kimataifa ili kukomesha taharuki hiyo, akihimiza jamii ya kimataifa kutekeleza majukumu yake ya kukomesha ukiukaji wa mara kwa mara wa Israeli wa uhuru wa Lebanon. Israeli ilitekeleza shambulizi la angani dhidi ya jengo moja viungani mwa kusini mwa Beirut, katika shambulizi la kwanza la aina hiyo tangu mkataba wa kusitisha vita ulipoafikiwa tarehe 27 mwezi Novemba mwaka uliopita baina ya nchi hizo mbili. Jeshi la Israeli lilisema lilijenga jengo la kuhifadhi droni linalomilikiwa na kundi la Hezbollah huko Dahie, ambayo ni ngome ya kundi hilo la wanamgambo wa Kishia viungani mwa jiji hilo. Makombora yalirushwa kutoka kusini mwa Lebanon kuelekea kaskazini mwa Israeli, ukiwemo mji wa Kiryat Shmona. Afisa mmoja mkuu wa kundi la Hezbollah aliliarifu shirika rasmi la utangazaji la Al Mayadin nchini Lebanon kwamba kundi hilo halikuhusika kwenye shambulizi hilo la makombora. Mkataba huo wa kusitisha vita ulikomesha makabiliano ya mpakani yaliyodumu kwa zaidi ya mwaka mmoja yaliyohusishwa na vita huko Gaza, lakini umekiukwa kufuatia ghasia za mara kwa mara. Israeli imedumisha vikosi vyake kwenye maeneo matano ya mpakani, huku ikikosa kutimiza makataa ya kuondoka kwenye maeneo hayo kufikia mwezi Februari mwaka huu, na imeendeleza mashambulizi yanayosema kuwa yananuia kukabiliana na vitisho vya kundi la Hezbollah. Kundi hilo limekariri kwamba linazingatia mkataba huo wa kusitisha vita na kuishtumu Israeli kwa kubuni visingizio vya kutekeleza mashambulizi hayo. Nikiripotia Dunia Wiki Hii, jina langu ni Rick Ogola. Na jumuiya kubwa zaidi ya kibiashara barani Afrika, yani COMESA, ilianzisha mkakati wa kutayarisha ngozi ili kuimarisha ustawi wa viwanda barani Afrika. Katibu mkuu wa COMESA Shisele Kapwepwe alisema kuwa mkakati huo wa mwaka 2025 hadi 2029 ni mpango wa kuiwezesha kanda hii kukoma kuuza nje malighafi na badala yake kutayarisha bidhaa zilizoongezwa thamani. Wakati wa uzinduzi wa mkakati huo jijini Nairobi, Kapwepwe alisema kuwa anaangazia kukuza ujuzi, kufadhili biashara ndogo ndogo na zile za kadri, ubunifu na uendelevu ili kuwezesha bara hili kushindana kimataifa, huku likibuni nafasi za ajira na kuimarisha uchumi. Alisema kuwa bara hili huuza ngozi nyingi bila kuzitayarisha, huku likiagiza viatu vya thamani ya zaidi ya dola bilioni 1.1 za Kimarekani kila mwaka. Alihimiza nchi wanachama wa COMESA kuratibu sera za ununuzi bidhaa zinazovipa umuhimu viatu vya ngozi kwa maafisa wa usalama vinavyotengenezewa barani humo ili kubuni soko, kuvutia uwekezaji wa kibinafsi na kuimarisha ustawi wa viwanda barani
nchini humu. Naye Juma Mkhwana ambaye ni katibu katika Wizara ya Uwekezaji, Biashara na Viwanda nchini Kenya alisema kuwa ingawa bara Afrika lina asilimia 17 ya jumla ya idadi ya watu duniani, linachangia chini ya asilimia 3 ya utengenezaji bidhaa duniani. Na mjumbe mmoja kutoka China alitoa wito kwa maafisa wa muda nchini Syria kutekeleza mchakato jumuishi wa mpito na kufanya maamuzi kabambe kukabiliana na ugaidi. Fu Kon ambaye ni mwakilishi wa kudumu wa China katika Umoja wa Mataifa alisema kuwa nchi yake imekuwa ikifuatilia hali nchini Syria, akisema anatumai kwamba kwa usaidizi wa jamii ya kimataifa Syria itafikia mpito wake wa kisiasa na kurejesha amani na uthabiti hivi karibuni. Maafisa wa muda nchini Syria walitangaza kuanzishwa kwa uchunguzi huru kwa muda wa mwezi mmoja kufuatia mauaji ya kiolela ya raia kwenye maeneo ya pwani. Fu aliyasema hayo kwenye mkutano wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Yamkini watu 1500 wakiwemo zaidi ya raia 1000 wameuawa kwenye ghasia katika majimbo ya Latakia na Tatuz magharibi mwa Syria tangu tarehe 6 mwezi uliopita, kwa mujibu wa shirika la kutetea haki za binadamu la Syrian Observatory. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lilishutumu mauaji ya raia na kuhimiza serikali kuwalinda raia wote bila ubaguzi. Wakati huo huo, Fu alisema kuwa China inatambua hatua zilizochukuliwa hivi majuzi kutekeleza mpito wa kisiasa, akitoa wito kwa serikali kutekeleza azma zake na kuandaa mashauriano na sekta zote nchini humo ili kuhakikisha wote wanajumuishwa kuambatana na kanuni za rasimu nambari 2254 ya Baraza la Usalama. Tom Madhenji, Dunia Wiki Hii. Na maafisa wa China na Urusi walitekeleza juhudi za kuikwamua meli ya Kichina ya kusafirisha shehena kwa jina Anyang 2 iliyokama viungani mwa Neveleski katika kisiwa cha Sakhalin nchini Urusi, kwa mujibu wa mkuu wa ubalozi mdogo wa China huko Vladivostok. Jopo kazi la Kichina liliwasili huko Sakhalin kushauriana na maafisa wa serikali ya Urusi na mashirika ya uokoaji kushirikisha juhudi za kuikwamua meli hiyo, kwa mujibu wa ubalozi huo mdogo. Pande hizo mbili zilitia saini barua kuhusu kutoa mafuta kwenye meli hiyo, huku juhudi zaidi zikitekelezwa kuratibu awamu nyingine ya shughuli hiyo ya kuikwamua. Maafisa wa ubalozi huo mdogo wa Kichina waliabiri meli hiyo ilipokwama kuwatembelea wahudumu. Wahudumu wote 120 wako buheri wa afya, wakiendeleza mawasiliano na jamaa zao na wana hifadhi ya kutosha ya chakula na maji ya kunywa. Meli hiyo kwa jina Anyang 2 ilikwama karibu na bandari ya Nevelski kwenye kisiwa cha Sakhalin mapema tarehe 9 mwezi Februari kufuatia dhoruba kali. Meli hiyo ilikuwa imebeba takriban tani 50 za dizeli na tani 700 za mafuta. Hakuna uchafuzi wowote uliogunduliwa baharini kufuatia kisa hicho, kwa mujibu wa gavana wa Sakhalin. Kasi cha Namasha, Dunia Wiki Hii. Sasa tuangazie mchango wa China na mataifa mengine kote duniani. China imeendeleza uhusiano na nchi mbalimbali kote duniani, ukiwemo ule wa kielimu, kimatibabu, muundo msingi, teknolojia, mawasiliano na mwingineo unaonufaisha pande zote husika. Mkutano kuhusu ushirikiano wa kiuchumi na kibiashara baina ya Uchina na Kenya uliandaliwa jijini Nairobi ili kuimarisha uhusiano wa kibiashara baina ya pande zote mbili. Hafla hiyo ilivutia ujumbe wa maafisa wa ngazi za juu kutoka manispaa ya Chongqing, kusini magharibi mwa Uchina, maafisa wakuu wa serikali ya Kenya na wawakilishi kutoka takriban kampuni 200 kutoka nchi hizi mbili. Lee Kinyanjui, waziri wa uwekezaji na biashara nchini Kenya, alisema nchi hii inatafuta uwekezaji wa kigeni ili kuimarisha sekta ya viwanda. Naye balozi wa Uchina nchini Kenya, Guo Haiyan, alisema China iko tayari kuisaidia Kenya kuharakisha ajenda yake ya ustawi wa viwanda. Na mashauriano kuhusu ushirikiano baina ya Uchina na bara Afrika kuhusu uhifadhi mazingira yaliandaliwa jijini Nairobi na kuwaleta pamoja maafisa wakuu, wajumbe, wana mazingira na wasomi ili kuimarisha ushirikiano baina ya vijana wa Kichina na bara Afrika katika juhudi za kuhifadhi mazingira. Na wafanya biashara kutoka Cameroon wanajiandaa kuhudhuria makala ya 137 ya maonesho ya bidhaa zinazoundwa na kuagizwa kutoka nje ili kunufaika kutokana nayo.
Na mpaka hapo basi tunafika mwisho wa kipindi Dunia Wiki Hii. Shukrani sana kwa muda wako, asante sana kwa utazamaji wako. Wote walioshiriki katika kufanikisha kipindi Dunia Wiki Hii juma hili tunasema hewala. Tufanye vivi hivi tena juma lijalo muda na wasaa kama leo. Mimi ni Isaac Lemoka.